Kubali nimekosa, nisamehe mke wangu. Na yote ya kukutesa sio kupenda kwangu mke wangu. Naomba nafasi nyingine, nimebadilika mke wangu. Tumle pamoja mwanetu. Samahani, mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa. Nilikuwaza sana, niamini mke wangu. Kuwa na huruma basi japo hata kidogo mke wangu. Samahani, mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa. Mke wangu, nakupenda sana mama, kama wewe sijaona. Maumivu ya mapenzi sikia kwa mtu tu. Jamani, ya mapenzi sio mchezo tu. Ukipendwa mthamini ya kupendae, na siku zote penda unapopendwa. Jamani, sio kama napenda mimi kuwa kwa hali hii. Natamani niwe kama wewe, ila imeshindikana. Namuomba Mungu anitoe kwenye matatizo haya, niwe salama salama salimini. Niombeni kwa Mungu afya yangu iwe salama. Napitia machungu, nashindwa hata kulala. Na bike yangu wewe dogo. Bike yangu mimi nasema mtumwa. Ni yako hii. Ni yako. Ni yako. Shuka. Keti. Wewe. Wewe. Ndio hapa.
Kwanza basi ilikuwa ni kusifu. Lakini sasa vile umejisifu mwenyewe. Si mbaya pia. Chakula kimekuwa kitamu sana. Lakini unajua sasa hapa kwako nina amani. Maana kule kwetu shida tupu yani. Mimi ningependa ni ukaitotoa hapa ndani. Mpaka siku ukisema dawa kule nje. Mko kama Mwarabu vile. Basi maliza tuje tulale. Kulala sasa. Kazime taa kwanza. Lazma on the beat. La, la, Mariam, sasa mbona warudi ndani? Kwangu mke wangu, naomba nafasi nyingine, nimebadilika mke wangu, tumle pamoja mwanetu, tafadhali mke wangu. Sasa mbona wanipita na mimi nimekufuata wewe? Mimi nimekufuata wewe. Ulikuwa semaje? Nimepitia pale saluni kwako nikapata na nilivyoulizia nikaambiwa huwa ukishatoka hapa kazini kwako hapa ndio unafungua hapa. Mimi nimekuja nilikuwa nataka tuongee. Tuongeleshane kuhusu nini? Kuhusu mimi na wewe. Najua nilikosea. Sasa hii ni wakati mwingine Maria. Turudi tu kama zamani. Mimi na wewe tulishamalizana kitambo. Halafu unaona haitoshi, watuma wanawake zako waje mpaka kazini kwangu kweli? Mwanamke gani tena huyo Maria? Mimi sijatumanisha mtu yoyote zaidi ya mimi mwenyewe kuja pale ofisini ili nikuone wewe tuongeleshane. Hujatuma mtu. Maria. Haya maneno yatisha. Ni kweli nilikosea na nilikubali makosa yangu. Nilijua nibadilika. Lakini kumbe bado mwenendo ni ule ule wa kutuma wanawake zako, alafu waona haitoshi unifuatilie mpaka kazini, sio? Mimi nilikuwa tuna hamu yani kwamba nikuone, ndio maana nimekuja mpaka hapa. Wewe maana kunisubiri nyumbani haitoshi unipate mpaka kazini ili weje ujioneshe kwa wewe ndo mwanaume kweli wa nini? Yaani unichunguza mpaka kazini? Nilikuwa nikuone tuongeleshane. Sawa, simama hapo kwa mlinzi. Naomba ushauri wenu, nifanyeje? Mana mapenzi yanauma, sikia kwa mtu tu. Maumivu ya mapenzi, sikia kwa mtu tu. Jamani ya mapenzi sio mchezo tu. Ukipendwa, mtamini ya kupendae na siku zote. Oya kaka, juzi nilikuwa nimetoka kwa mishemishe zangu huko chini huko. Ushapata sasa? Sinaelekea nyumbani, nimefika pale kwa yule madha. Kuna dogo eti ameketa ataka kunibia simu. Nakwambia nilimshika matai nikamwegemesha na ukuta. Nilikuwa nataka kukanyonga kabisa, lakini hata mkono wangu sijui ni vipi uliteleza kakaanza kukimbia. Bwana wewe dogo. Wewe dogo pia mimi nafanya kusikia jina tu, lakini sijawahi muona. Ushapata? Kwa sababu kuna time nilikuwa nimefua nguo zangu. Sasa nimepiga mishemishe zangu narudi nyumbani napata kamba haina kitu. Sasa wale majirani wakanielezea kuna dogo fulani akanielezea mali yuko na nikivipi nikamfuata mimi na jamaa fulani mpaka hapo. Sitaki nikamwambia kuna nani kwa brother yako amekuja kuchukua kama nani nguo zangu kwa kamba pale. Akamwambia wewe nitamwambia. Lakini wewe dogo kusema kweli cheki nafanya kusikia jina lake anaitwa Chuda lakini wewe muone. Hata apite tu hapa hivi. Mimi mbona nakajua vizuri. Ona nikakapatia maskani yake. Sehemu yenye anakaa. Haki ya Mungu mimi ninakanyonga. Sidhani kama uko na maskani. Bwana, ukimpinyezea nilimuona, ukimpinya na ukuta nilimuona bwana. Sasa mbona hukutokea? Bwana niliogopa. Sasa unaogopa vipi na tulikuwa wawili? Bwana, unajua ungetoka tungekamalizia.
Unajua hakuna kitu nzuri kama nyinyi mngekuwa wawili pale. Sasa wewe dogo anavyosemekana ni kama ni mdogo sana. Sasa na wewe mwili mkubwa huo. Wanafikiria ni mkubwa. Ba mdogo lakini anatikisa hiki kitaa mwanangu. Unajua aliwahi nifanyizia. Sasa pale venye nilikuwa nimemshikilia ungetokezea na tulikuwa wawili ungemuulia pale. Bwana nilikuwa naogopa kwa sababu kalinifanyia bwana, kalinipiga mapanga bwana, akaniibia simu na shati. Sasa mbona hizo hasira zote hata hazikukutokea ukakuja pale tukakamalizia? Sawa, tufanye hivi ndio kwa sababu huyu anamjua wewe amjua mimi simjui. Ushanipata? Ndio tunafanyaje sasa tukimpata? Sasa bwana niliwaambia tena tupiche kijamaa. Wewe dadi, hebu njoo. Marahaba. Mbona unatembea kwa mguu sasa? Nasikia liliibo. Liibo na nani? Na mwingine mfupi sana nyuma. Mbona hujaniambia? Sasa unaogopa nini wakati mimi ndio babako sasa? Sasa ulikuwa unaenda wapi? Unafanya aje? Enda kwa marafiki zako na usikawie urudi nyumbani. Basi. Huyo dogo ni yupi huyo? Si ni huyo dogo tulikuwa tunamzungumzia hapa. Huyo chui huyo. Eti alimwibia mtoto wangu baiskeli. Bwana niliwaambia. Hata ajui venye hiyo pesa mwanangu. Ulinkata baba yako, sauti ya ushauri ukayona kama mzigo. Leo maisha yamebadilika. Marila alikuwa lirembo wa mjini, akipenda starehe na marafiki wengi. Baba alimwita, mwanangu sikiliza, lakini alijibu kwa kiburi na kejeli nyingi. Alitoroka nyumbani usiku wa manane, akaamini dunia ni raha tupu. Hakutaka shule wala mawaidha tena, akafuata njia za tamaa na uchungu. Nasikia nani? Sikia kichefu yake. Machozi kimya. Pole sana. Muda kwa moto. Akiomba Mungu amrudishe binti wake, lakini Mariela hakusikia sauti. Akazama kwenye maisha ya hatari. Mariela, mbona hukumsikiliza baba yako? Leo abeba mzigo wa maumivu, machozi yanadondoka usiku kucha. Mariela, mapenzi ya dunia yamekuangua. Kwenye huko sasa tutafanyaje sasa? Nakisema haumu sasa hivi. Unajua at least umekuwa haumu kwa mzima, tungeshi vizuri sana. Sasa hivi kwa mgonjwa tufanyaje? Hata sijui tutafanyaje. Unachokufanya hapa ni kusindikize uende kwa babako, ukajisikizie pale. Kama utakuwa kuna mambo mengine utaniambia, na kama kuhusu mambo ya pesa utasijali. Chochote kile utakachokuwa hataka wewe niambie, mimi nitakuletea. Sawa? Basi mimi naomba ubadilike. Uso wake umejaa machozi na majuto. Baba alimfungulia mlango taratibu, ingawa moyo wake ulikuwa na majeraha. Akamkumbatia bila hukumu nyingi, kwa sababu upendo wa mzazi hauishi.
Alaykum salam. Vipi hali? Salama vipi? Alhamdulillah. Umenitembelea ustadhi? Nimesema acha nije. Kitambo sijamuona Fauzia. Yaani kwa kweli hata hilo jina mimi naona hata kashale sana. Kwani saizi anaitwa nani? Unajua mambo ya mtaani bwana. Ati siku hizi anaitwa Maria. Watoto bwana, mara Chui, mara Maria. Sasa Mariela akatoa wapi hilo jina? Jina zuri Fauzia. Amelikataa, amechagua Mariela. Yaani kwa kweli ustazi, mimi nina changamoto tena kubwa sana. Yaani sijui nifanyaje mimi. Yaani ule mtoto mimi kwa kweli amenishika. Na sasa hivi unaponiona hivi, natoka nimwangalie huko kwenye maskani zake huko. Yaani huwezi kuamini wewe, saa hii wiki ya pili sijamtia kwenye jicho ule mtoto. La haula wala quwwata illa billah. Watoto wana shida gani jamani? Mwenyezi Mungu aongoza watoto. Hawajui wanalifanya kabisa. Sawa basi tuachane na hayo. Mimi nimekuja kukupa taarifa ya kwamba tumehama sasa hivi. Tupo Mtwapa Boa Nation. Sawa? Tulipata msponsor akatupatia nyumba huko. Sasa madrasa iko huko. Fauzia akitaka kuja nipigie, na una namba zangu nipigie. Sawa? Ta communicate. Umeleta taarifa? Mimi nimeleta taarifa tu hapo. Naam. Sawa, sasa sijui mimi nifanyaje mimi. Mimi naona cha muhimu tuombe dua sana. Hapo kwa dua hapo hilo ni wazo. Maana mimi naona sasa hivi wamechanganyikiwa hao watoto. Si unaona hata sasa hivi? Naam. Huu mguu ulikuwa unatoka huo, naenda kumtafuta huko. Sawa basi. Kwa marafiki zake. Tuandamane wote, tuachane huko mbele mbele. Naona hilo ni wazo. Wewe tuende zetu tukaachane mbele mbele. Twende. Sikiliza baba yako leo, abeba mzigo wa maumivu, machozi yanadondoka usiku kucha. Mariela, Mariela, mapenzi ya dunia yamekuangusha, ujauzito na majonzi moyoni, na ukimwi mayacha kovu la maisha.